Zaidi ya wanajeshi 300 wa Marekani wanatajwa kujeruhiwa vibaya tangu kuanza kwa operesheni ya Iran ya Februari 28, kamandi kuu ya Marekani imethibitisha. Tangu kuanza kwa operesheni ya Epic Fury, takriban wanajeshi 303 wa Marekani wamejeruhiwa. Idadi kubwa majeruhi haya yamekuwa madogo na wanajeshi 273 wamerejea katika kazi. Kapteni wa jeshi la wanamaji wa Marekani Tim Hawkins anasema. Afisa mmoja wa Marekani ambaye hakutaka kutambuliwa aliambia shirika la habari la AFP kuwa wanajeshi 10 wa Marekani bado wamejeruhiwa vibaya. Ripoti ya shirika la habari la ABC News limesema wengi wa majeruhi hao walitokana na mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani za Iran na vilipuzi, huku wanajeshi wakipata majeraha kutokana na milipuko iliyo karibu. Afisa mmoja wa Marekani aliambia ABC News kwamba wengi wa majeruhi walikuwa na majeraha ya kiwewe ya ubongo. Wanajeshi 13 wa jeshi la Marekani pia wameuawa katika vita vya Marekani na Iran. Wafanyakazi 6 walifariki wakati ndege ya kijeshi ya Marekani iliyokuwa ikiongeza mafuta ilipoanguka magharibi mwa Iraq. Wanajeshi 6 wa Marekani waliuawa katika ndege isiyokuwa na rubani ya Iran iliyogonga kituo cha operesheni katika bandari ya kiraia huko Kuwait, na mtumishi wa 7 wa Marekani alikufa baada ya kujeruhiwa katika shambulio kwenye kambi ya ndege ya Prince Sultan nchini Saudi Arabia. Ongezeko la kieneo limeendelea tangu Marekani na Israel zilipoanzisha mashambulizi ya pamoja dhidi ya Iran mnamo Februari 28 na kuwa zaidi ya watu 1340 akiwemo kiongozi mkuu wa wakati huo Ayatollah Al-Khamenei. Tehran imelipiza kisasi kwa mawimbi ya mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani na makombora yaliyoilenga Israel, Jordan na mali za kijeshi za Marekani na kusababisha hasara na uharibifu wa miundombinu, huku ikivuruga masoko ya kimataifa na usafiri wa anga. Lakini taarifa ambazo zimeelezwa na Marekani kupitia CENTCOM kwamba wanajeshi wake 300 wamejeruhiwa na kwamba 13 tu wameuawa ni jambo ambalo Iran imelikataa na kusema kwamba kwa namna walivyofanya mashambulizi waliua karibia wanajeshi 800 wa Kimarekani na kujeruhi maelfu ya wanajeshi, ambapo karibia wanajeshi 4000 wa Marekani sasa hawapo katika maeneo ya kazi katika kambi mbalimbali za Mashariki ya Kati. Hata hivyo, kambi nyingi zimefungwa, lakini baadhi ya wanajeshi wamekimbia katika kambi hizo, lakini baadhi yao wameuawa. Kadhalika, moja kati ya jambo ambalo linatajwa wakati huu ni kwamba Iran imedai kuwa imeua karibia wanajeshi 1300 wa Israel, lakini ni Israel ambayo imesema kwamba ni wanajeshi wake 22 tu mpaka sasa ndio waliouawa, huku raia wengi wakijeruhiwa katika vita vinavyoendelea. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.